wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, unifinyange. Mungu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu mfalme, ni hakika tunatamani kuwa kama wewe, tunatamani kufanana na wewe, tunatamani tunatamani kufanana na wewe, muumba wa mbingu na nchi, wewe usiyefananishwa na kitu chochote, usiyelingana na chochote, uliyefanya vitu vyote vikawako kwa mkono wako wa kuume na wenye nguvu. Bwana, asante kwa neema uliyotukirimia. Umetuita watoto wako wa kike na wa kiume, umetuweka katika madhabahu yako. Bwana, tupate kula na kunywa katika nyua zako. Mungu, tunakutukuza na kulihimidi jina lako, maana peke yako ndiye Mungu mwaminifu. Hakuna kama wewe Jehova. Iko miungu mingi, yako majina mengi, wako mabwana wengi, lakini sisi Bwana asubuhi ya leo tumechagua kukuamini wewe katika Kristo Yesu. Tumechagua kukuamini wewe, mfalme wa ufalme, usiyefananishwa, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, uliyeuambia uzao wa Yakobo ukutafute na ukasema hautakutafuta bure, kwamba unapotafuta unapatikana. Ndio Baba, tuko madhabahuni pako asubuhi ya leo, tunaomba neema yako ikatufunike na ukatufunike kwa utukufu wako kama vazi. Tunaomba toba mahali popote tulipoenda kinyume na mapenzi yako. Takasa mioyo, nafsi na miili yetu Bwana, ikawa dhabihu iliyo hai kupendezayo wewe Mungu. Unaposema na sisi tuko tayari kupokea. Tunakutakasia malango na kuta, tunakutakasia watu hawa na viti, tunakutakasia kila kitu ambacho kiko mahali hapa Bwana. Kila kitu ni kitumishi mbele zako, na vitu vyote vifae, na si watoto wako tukafae mbele zako. Mbingu zako Bwana zikawe wazi kwa ajili yetu watoto wako. Ni katika jina la Yesu Kristo, wewe uliyesema unamtafuta mtu mwenye akili ya kutafutaye, Baba, tumepatikana. Asante kwa ajili ya akili ulizotupa ili tuje imani mwako asubuhi ya leo. Anza nasi roho neema na kweli, nami niliye mtoto wako na mtumwa wako, nitumie tu kama chombo chako kilichotengwa kwa ajili ya kazi yako iliyo njema, na watoto wako wakapate kupokea. Baba, kazi ni ya kwako. Takuwaje watu hawa wasipopata cha kuwafaa? Naomba neema yako Jehova ya kutusaidia. Roho Mtakatifu, tumekae pamoja nasi na utusaidia. Tufunike, sema nasi, dhihirika, jitukuze, ili kanisa lako likapate kujengwa kwa utukufu wa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Haleluya. Shangilie Bwana Yesu kama una nguvu kabisa. Tukuze tu yeye anayestahili kusifiwa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sikukuu ya mavuno. Hakuna sikukuu iliyopooza. Hebu tushangilie makofi ya sikukuu kabisa. Tushangilie tu Yesu anayestahili kutukuzwa, tulindaye asiyelala, anayestahili sifa za mioyo yetu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna mtu amelala Amana saa hii, amelala Temeka, amelala Muhimbili, lakini wewe umepata neema ya kuwepo katika nyua za Bwana. Ungeongeza makofi na vigelegele kwa Baba. Sifa ulizo nazo, sifa ulizo nazo, si chochote, ni kwa neema tuko hapa. Ungeongezea tu yeye asaidia sifa. Haleluya. Amen. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wangapi tunafahamiana hata kwa sura kwa mbali? Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Lydia Kabisa au Mrs. Isaac John Mdigo, mama wa watoto wengi, mume mmoja, safari ni moja ya kuelekea mbinguni. Ninaokoka na mpenda Yesu. Ninapokuambia nimeokoka na mpenda Yesu, namaanisha Yesu ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu. Ni katibu wa fellowship usharika wa Kinyerezi na ni katibu wa fellowship jimbo la Kati. Haleluya. Tunasikiana tu sana kwenye Upendo Radio, Upendo TV. Wiki iliyopita tulikuwa wote kwenye Jamii Forum, Women Forum, na leo tutakutana jioni kwenye kipindi cha Eden. Amen. Ninamshukuru Mungu pia umekuwa ukinisikia kwenye kipindi cha shukrani kila Jumanne saa 4 mpaka saa 6 usiku.
na pia kwenye maadili na malezi Jumamosi asubuhi kwenye Radio Upendo. Unaweza ukawa unasikia tu jina la Lydia, wengine wao wanasema mbona sauti haifanani na mwili. Mwili ni mwili, sauti ni sauti. Amen. Haleluya. Kila mtu Mungu amempa cha kutamba nacho. Amen. Kuna watu wanaimba unasikia kuzimia. Sisi wengine tukianzisha wimbo mtazimia wenyewe. Hata utashindwa kuitikia, lakini kuna na mimi ambapo mahali Mungu amenipa kwamba papa wako ni hapa. Amen. Amen. Nimeambatana na mume wangu, sijui amekaa nchi gani. Haleluya. Amen. Huyo ndiye baba ambaye Mungu ameniamini naye kwamba tulitimiza kusudi la Bwana. Pia tuko na fundi mitambo wetu. Amen. Mungu amenipa kumtumikia kwa sehemu nyingi. Ni mwalimu wa semina za ndoa, vijana na mabinti, wa kiume na wa kike, ina maana hiyo. Malezi ya watoto, na ni mhubiri na mwalimu wa neno la Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa kipande hicho alichonipa. Amen. Ninamshukuru Mungu. Mungu akubariki mwinjilisti na baraza la wazee pia kwa kutualika ili tuwe pamoja nanyi siku ya leo. Amen. Watu wengi wanatumika, lakini na mimi nimepata kibali leo kuwepo hapa. Angeweza kuitwa mtu mwingine, lakini ile kwamba Mungu amenipa, ndio maana namuomba Mungu isije ikawa kazi ya bure, watu wote mmekaa hapa mkatoka kama mlivyokuja. Itakuwa ni hasara sana, na Mungu wetu si Mungu wa hasara. Na Mungu hawezi kufanya kazi ya hasara. Na ndio maana ametuleta kama ametuleta. Ninachomuomba Baba wa mbinguni katika jina la Yesu akalidhibitishe kusudi lake la kutuleta. Amen. Ninaposema Mungu si Mungu wa hasara, niko hapa kwa sababu Mungu si wa hasara. Uhai nilio nao ni kwa sababu Mungu si wa hasara. Uhai ulio nao kwa sababu Mungu si wa hasara. Nitakushangaa utasema sina cha kumvunia Mungu. Cha kuvuna unacho. Hata kuja hapo utuchezee. Ucheze kwa ajili ya Bwana. Unavuna. Sababu namwambia Mungu, sina fedha wala dhahabu nilizonazo, ni nguvu niacha nicheze kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Vijana nimesema hivyo, msije mkaacha kutoa sadaka ya mavuno mkasema kwa sababu tumecheza. Toa sadaka ya mavuno nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Nisikie sauti za vijana wa kiume. Nisikie sauti za vijana wa kiume. Sitaki mruzi, nataka sauti, nataka sauti. Sauti. Bwana Yesu asifiwe vijana wa kiume. Amen. Bwana Yesu asifiwe vijana wa kiume. Amen. Hebu ongezeni bezi kidogo tena. Amen. Amen. Hizo sauti zinatafutwa. Hizo sauti hizo, nyakati hizi tulizo nazo zinatafutwa. Kwa hiyo tunawaomba katika jina la Yesu, hiyo sauti itunze, ibaki kuwa hivyo hivyo. Ubaki kuwa mwanaume. Sasa hivi tunakutana na vijana, ukimwambia kaka mambo, na ni mtoto wa kiume. Ubarikiwe sauti ya nne. Hawa wadada mnaowaona hawa, wanataka sauti iliyo shiba. Hawataki mtu unamuona na yeye anamuona. Sauti iliyo shiba. Kwa vijana, endeleeni kubaki kuwa wanaume. Usiuze urithi wako kwa simu, kwa perfume, kwa kuvaa vizuri. Kaa kama mwanaume. Haleluya. Haleluya. Alisikia sauti za wadada. Haleluya. Haleluya. Ongeza tena kigelegele, binti wa thamani. Wewe ni wa thamani. Jiambie kwamba mimi ni wa thamani. Mimi ni wa thamani. Acha nikwambie, wewe sio parachichi, bali wewe ni hapo. Amen. Wewe ni hapo. Sio parachichi. Hakuna mtu anaenda gengeni akasema nipe parachichi hili. Huwa wanaminyaminya kwanza kutafuta lililoiva, mengine yanaivishwa kabla ya wakati. Usikubali kuivishwa kabla ya wakati. Amen. Baki kuwa binti, hiyo pressure ulio nayo ndani yako isikutoe mahali ambapo unatakiwa kuwa. Mna kipressure fulani kinawapeleka mahali ambapo hamkutakiwa kuwa, mmevamia waume za watu, mmeenda nasema labda ngoja tu nizae. Kaa kwa kutulia. Mtu anakuambia vaa vizuri, paka mafuta, pendeza, lakini usijionyeshe kwake mtu huyo. Paka mafuta, ishara ya Roho Mtakatifu. Oga maisha ya toba. Ishi maisha ya toba. Kana upako wa Roho Mtakatifu. Paka mafuta, kaa vizuri, usijionyeshe kwake. Aliyewa kwako atakufuata kwa sababu wewe ni wa thamani. Amen. Cha thamani kinatafutwa popote. Haleluya. Amen. Amen. Amen.
Fungua na mimi kitabu cha Yeremia. No, Wagalatia ile sura ya 5 tusome neno la kalenda kwa haraka. Ametuweka huru. Kristo ametuweka huru. Kwa Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa kwanza na mstari wa 1 anasema katika uungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Tazama mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo atawafaidia, amtafaidiwa neno. Tena namshuhudia kila mtu atahiriwaye kwamba ni wajibu wake kutimiza torati yote. Mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendeo kazi kwa upendo. Amen. Hilo ndilo neno linalotuongoza. Neno kuu ni kwamba Kristo ametuweka huru. Wangapi wamewekwa huru na Bwana? Amen. Kristo ametuweka huru. Hatuko hapa kwa sababu ya haki zetu, ila tu ni kwa sababu Kristo ametuweka huru katika jina la Yesu. Niko hapa nilivyo ni kwa sababu Kristo ameniweka huru. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nami, nisingelikuwepo hai. Wangapi walisikia ile ajali iliyomhusisha mchungaji Metili wa Kinyerezi na watumishi wakiwa wanaenda Ugweno kwenye huduma? Walisikia Basi miongoni mwa wale mmoja wao ni mimi. Kwa niko hivi nilivyo ni kwa sababu Bwana amenihurumia. Unajisifu usijisifu kwa chochote ulicho nacho, jisifu kwa sababu tu ya Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wako. Unaelinga usilinge kwa mali ulizo nazo na magorofa na vitu na magari mazuri ya kifahari. Kuna wakati unafika utabaki tu ukumbuki chochote na ujui chochote, utabaki tu ni wewe na Yesu. Watu wa Mungu, siku ya ajali sikukumbuka kama nina watoto, kama nina nini, ila nilibaki tu kama lisanamu ninasubiri yajayo yanayofurahisha. Kwa hiyo nikuombe katika jina la Yesu, kaa na Kristo, kaa na Yesu. Mabinti, kaa na Yesu. Dunia inapita na yote yaliyoko ndani yake. Kaa na Yesu. Vijana vinavyotamanisha, vilivyopakwa asali, vinavyomelemeta ndani yake ni vichungu kama pakanga. Kaa na Yesu. Wamama wenzangu, kaa na Yesu. Tulee watoto wetu, tuwafundishe njia iwapasayo watoto wetu. Wababa, kaa na familia zenu, lea familia zenu, tunza familia zenu. Kaa hapo nyumbani, tunza watoto wako, lea familia yako. Urithi wako si mali, si vitu unavyohangaika navyo Januari tu Disemba. Urithi wako ni pale ambapo utakapoweza kulea na kutunza familia yako, ndicho Mungu atakachokuuliza. Mungu amenipa neema ya kuandika na kitabu. Uzao wangu ndio urithi wangu. Uzao wangu ndio urithi wangu. Kwa hiyo hautasifiwa kwa sababu na magari mengi. Hautasifiwa kwa sababu na vitu vingi. Utasifiwa kwa sababu umeweza kulea mtoto wako na kumweka kwenye nafasi. Anasema mlee mtoto katika njia mpasayo, naye hata iache atakiwa mzee. Hayo unayoshinda nayo kuanzia asubuhi mpaka unachelewa kulala, unaamka kwa mapema mpaka watoto waoni, una muda na familia yako. Kuna siku hayatakufaa. Utatamani hivyo vitu viuze, hakuna wa kuvinunua, hakupe thamani ya mtoto wako. Mtoto unaye, lakini ukimwangalia hawezi kukufaidia kwa chochote. Unaye ameshakuwa shoga, unaye amekuwa teja, unaye amekuwa msagaji, unaye ni mtoto kwa China, lakini hafai chochote. Kwa hiyo wana ni urithi wa Bwana na uzao wa tumbo ni thawabu. Wamama wenzangu, hakikisha urithi wako ni mtoto wako. Wana ni kama mshale mkononi mwa shujaa. Wewe ni shujaa. Mungu amekupa watoto, wavute kama mshale ukiwaelekeza ni wapi wanakotakiwa kuwa. Amen. Umuhimu na faida ya kutoa sadaka ya mavuno. Umuhimu na faida ya kutoa sadaka ya mavuno. Sadaka ya mavuno imebeba moyo wa shukrani. Sadaka ya mavuno ni sadaka, katika sadaka zote tunazotoa unazozijua, ni sadaka ambayo imebeba moyo wa shukrani. Kwa nini? Ni sadaka inayotolewa mara moja kwa mwaka, ikiwa imekusanya vitu vyote
Yaani ikiwa imebeba thamani ya vitu vyote ambavyo Mungu amekutendea kwa mwaka mzima. Angalia kitabu cha Yeremia 30:19. Yeremia 30:19. Yeremia 30 mstari wa 19, neno la Mungu linasema, tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao, na nitawazidisha wala watakuwa wachache, tena nitawatukuza wala watakuwa wanyonge. Tena kwao itasikika sauti ya nini? Kwa leo tukiona mnakuja kutoa sadaka ya mavuno mmenuna hapa, hamchangamki, na leo ni sikukuu, yani sadaka ya leo ni sikukuu, tutawaelewa. Lazima tuchangamke kwa sababu mioyo yetu imejawa na nini? Imejawa na shukrani. Ni nani anaweza kuniambia kila nilicho nacho nimekipata kwa nguvu zangu? Ni nani ambaye kila ulicho nacho unasema kwa kweli ni bidii zangu, ni nguvu zangu, ni elimu yangu, ni mimi nisingesoma? Ni nani? Angalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 ule mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, maana ni nani anayeweza kupambanua na mwingine? Nawe una nini usichokipokea? Una nini? Yani una kitu gani ambacho hukukipokea? Ni nini ambacho unacho? Lakini iwapo ulikipokea, wajisifia nini kana kwamba hukupokea? Kama kila ulicho nacho naamini kabisa nimepewa na Bwana, unacha kujisifia? Unacha kulingia? Ndio maana kumbe tunavyolinga, unavyojisifu tu kwa ajili ya jambo tu moja, ya kwamba ninamjua nani? Bwana, katika jina la Yesu. Kwa hiyo ndio maana anasema, maana ni nani anaye kupambanua na mwingine? Nawe una nini usichokipokea? Lakini iwapo umekipokea, wajisifia nini kana kwamba ukupokea? Haleluya. Nikianza kuuliza maswali nitauliza upande huu, au naongea watatujibu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya. Kwa sadaka ya shukrani, sadaka ya mavuno imebeba moyo wa shukrani na inatolewa kwa moyo wa kupenda. Inatolewa kwa moyo wa kupenda. Angalia kitabu cha Yohana 10 Yohana 15:16. Anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua ninyi, nami nimewaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Kwa mwaka mzima, mahali popote, chochote nilichokifanya sio mimi niliyechagua kufanya, sio mimi niliamua kuwa mahali nilipokuwa, ila ni kwa sababu tu yeye amenichagua niwepo. Leo amenichagua niwepo hapa, na sio tu kuwepo, nikiwepo hapa nizae matunda. Na sio tu kuzaa matunda, matunda nitakayoyazaa yakae. Kwa chochote ulicho nacho ni kwa sababu Mungu amekuchagua, alikuweka mahali ukaweza kusoma, ukaweza kulima, ukaweza kufanya biashara, ukaweza kutunza familia yako. Kwa chochote ulichokifanya ndani ya mwaka mzima ni yeye. Kwa hiyo huna chochote cha kujisifia, huna chochote cha kutamba nacho. Ndio maana tunakuja kwa moyo wa shukrani na kwa moyo wa kupenda. Haleluya. 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 Kitabu cha Wakorintho wa pili 9. Wakorintho wa pili 9 mstari wa 12. Anasema hivi, nimesema sadaka ya mavuno imebeba moyo wa shukrani na nini? Moyo wa kupenda. Maana utumishi wa huduma hii au watimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali uzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Bwana. Utumishi huu Wakorintho wa pili 9. Wakorintho wa pili 9 mstari wa 12. Sadaka hii unayokuja kutoa shukrani sio tu itaweza kufanya kazi hapa kwenye mtaa wetu wa Mbagala Kuu, sio tu kwamba kitakachouzwa kitatusaidia kuongeza mtaa au kununua kiwanja, ila
kunazidi sana kumpa Mungu shukrani. Shukrani ndio inayozidi sana. Kwa hiyo ukileta sadaka yako bila shukrani, hiyo sadaka sio ya mavuno. Lazima cha kwanza kitangulie shukrani. Cha pili kiwe na moyo wa kupenda, sawa sawa na kitabu cha Kutoka 25 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema, Mungu anamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wanitwalie sadaka ambaye kila mmoja moyo wake wampa kupenda, mtaitoa kwake sadaka mtu huyo sadaka yangu. Kumbe kama sadaka nitakayoileta hapa haijatolewa kwa upendo, sio ya Mungu, tumemletea mwinjilisti. Na sio tu ya mwinjilisti, kwa sababu itafanya cha kufanya, lakini kwako haitakuwa na mrejesho mzuri. Na ni nini anachokitafuta kwenye mtu anayetoa sadaka kwa moyo wa upendo? Anasema kwenye kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 8, anasema, ili nipate kukaa katikati yao, ili awe na wewe tena katika mwanzo mpya, ili awe na wewe, toa kwa upendo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kumbukumbu la Torati ile 8:11 anasema, usije ukamsahau Bwana. Usije kufanyaje? Ukamsahau Bwana. Kwa hiyo usije ukasema, Bwana mimi sijafanya chochote. Au hujafanya chochote kweli? Hakuna ulichokifanya. Yeye ndiye atupae nguvu za kupata nini? Na yeye ndiye atufundisha tupate nini? Faida. Mungu anatufundisha tupate faida. Anatupa nguvu za kupata utajiri. Kwa utajiri ulionao ni yeye aliyekupa nguvu. Hiyo faida uliyopata yeye ndiye aliyekufundisha. Wakati wengine wanafunga ubuyu kwenye mifuko, wewe akakwambia ukienda pale kali yako utakuta tule tu container tudogo tule. Ukija wewe paki. Huyu anaweka kwenye mfuko anauza 200, wewe weka kwenye kakopo uza 500. Na tutakafuata hapo kakopo kwa sababu chumvi ikiisha nikinunua na weka na gani. Kwa hiyo Mungu wetu si Mungu wa hasara, ni Mungu wa faida. Anataka kwenye kila kitu ulichokifanya upate faida. Katika faida ndipo wewe unabadilishiwa jina na yeye anatukuzwa. Amen. Aliita watumwa akawagawia talanta, akawaambia nenda mkafanye biashara. Aliporudi anasema, niitieni wale watu niliowapa zile talanta, ninataka kujua kila mmoja amezalisha nini. Kwa kumbe Mungu anataka kuona ulichozaa. Ndicho nataka tuje hapa kumwambia Mungu, kile kwenye kile ulichonipa nimezaa. Vile ulivyoniwezesha nilifanya hiki Mungu. Vilinizalia 10 nimekuja navyo 5 leo Baba wa mbinguni. Haleluya. Wakati aliita watumwa, si ndio? Kitabu cha Luka 19. Aliita wakiwa watumwa. Baada ya kurudi kutaka marejesho, kila aliyeenda kwake anasema nimezalisha, anamwambia nenda uwe mtawala kati ya miji 10. Nenda uwe mtawala kati ya miji 5. Kumbe haitwi tena mtumwa, anaitwa mtawala. Amen. Siitwi tena maskini, naitwa tajiri. Siitwi tena mfanyakazi wa kawaida, naitwa bosi. Siitwi tena mtu baki, naitwa mheshimiwa. Ni baada ya kuzalisha kwa mwaka mzima, Mungu amekupa nini? Alichokupa ndicho anachotaka urudi nacho hapo. Mwambie Baba, kwenye ile biashara nilifanya biashara 1 2 3, nimezalisha, nimekuja na mafungu 5 haya hapa. Anakwambia nenda mwanangu, mwakani wewe sio 5 tena, ukija unakuja na 10 hapa. Haleluya. Shangilie tena Yesu atuwazie mema. Haleluya, haleluya. Kama Yesu angetuwazia kama wanadamu wawazavyo, tusingalizalisha chochote, lakini kwa kuwa yeye anatuwazia mema, wakati wanasema umefeli, anakwambia katika vile 5 nilivyokupa umezalisha nini mwanangu? Niletee hayo mavuno. Unapokuja naye anamwambia haya, nenda walikuona mwaka huu ukiwa namna hii, mwakani wewe utakuja na sura nyingine. Waliokuwa wanakusubiri kukuona hivi watakukuta sehemu nyingine ukiwa unafutwa na machozi. Haleluya. 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 Faida za kutoa sadaka ya mavuno. Faida za kutoa sadaka ya mavuno. Faida ya kwanza, ndani ya sadaka ya mavuno ndimo kuna mbegu ya msimu ujao. Ndio maana anasema katika vile 5 ulivyonipa nimezalisha vingine 5 hivi hapa. Anaambia sasa sio 5 tena, vimekuwa 10. Nenda. Aninyang'anyi, ananipa niende nizalishe tena. Kama nilizalisha 5 vikaleta 10, na maana nikienda na 10 nazalisha na kwa vingapi? Umeona sasa? Yeye ndiye atufundisha tupate
Kwa ndani ya sadaka ya mavuno ndiko kuna chakula, ndiko kuna mbegu ya msimu. Wakorintho wa pili sura ya 9. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6. Wakorintho wa pili sura ya 6, sura ya 9 mstari wa 6 anasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu, na kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu mpenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za namna hii siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ndani ya sadaka ya mavuno ndiko kuna mbegu ya mwaka mwingine. Hiyo faida ya kwanza. Faida ya pili. Faida ya pili, ndani ya sadaka ya mavuno ndipo kuna chakula cha msimu ujao. Ndani ya sadaka yako ya mavuno unayoitoa leo ndipo kuna chakula cha nini? Haleluya. Haleluya. Amen. Ndani ya sadaka ya mavuno ndipo kuna chakula cha msimu ujao. Wakorintho hiyo wa pili sura ya 9 mstari wa 10. Mstari wa 10 anasema hivi, yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidishwa, yeye atawaongeza mazao yake yenu. Yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe nini? Uwe chakula. Kwa ndani ya sadaka yangu ya mavuno nayo ileta leo ndimo kuna mbegu yangu ya mwakani na kuna chakula changu cha mwakani. Hivi mpo mbona kama nimesema faida ya kwanza ni nini? Ndani ya sadaka ya mavuno kuna mbegu ya msimu ujao, kwa sababu anasema yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Na ndani ya sadaka ya mavuno faida ya pili ni nini? Kuna chakula cha msimu. Kwa mbegu ninayoipanda inanipa picha. Fundi mitambo watu tumeanza kunguru. Yaani mbegu ninayokuja nayo leo, yaani mavuno ninayoyaleta hapa leo yananipa picha kwamba mwakani mimi nitakuwaje au nitavuna kitu gani mwakani. Ndio ile nimesema ninakuja leo namwambia Mungu, mavuno ulionipa mwaka jana nimeenda nimepanda, nimezalisha kitu fulani, leo nimekuja na hiki, nimekuja na 100,000, nimekuja na 200,000. Kwa ndani ya 200,000 kuna chakula changu cha mwakani na kuna mbegu ya kupanda ya mwakani. Haleluya. Amen. Unataka kuwaje? Unajua sadaka ya mavuno ni kama vile inakupa wewe kujipimia. Si unaonaga tukienda kwenye harusi tunakuta buffet zimepangwa. Unachukua sahani unaanza kupita mwenyewe. Sitaki ndizi za moshi ngumu kwetu mkoba tusijui napitiliza. Sitaki tambi, nataka sijui nini, naenda nataka kile, nachukua kitu ninacho. Kwa hiyo unataka kuwa nani mwakani? Jitengenezee. Yaani jipimie leo hii kwamba mwakani nataka kuwa nani, nataka kuwaje. Kama unataka kubaki kwenye 10,000 wewe na tuletee 10,000. Lakini nataka kuvuka kwenye viwango vya 10,000 na mimi nabadilisha namna ya kutoa. Haleluya. Akupae mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula. Kwa hiyo ndani ya hii mbegu nitakayoileta inanipa picha. Sawa? Angalia kitabu cha Mwanzo 26. Kitabu cha Mwanzo 26 ndipo utanielewa. Tunamaliza tu, msije mkaondoka. Mwanzo 26 ule mstari wa 12. Mwanzo 26:12 anasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kipimo kimoja, Bwana akambariki. Naomba tu tuanzie hapa. Isaka akapanda katika nchi ile, akapata
mwaka ule vipimo 100 kwa kipimo kimoja. Sasa tuchukulie mfano, nimekuja na sadaka yangu ya mavuno hapa 100,000. Kipimo kimoja kwenye 100,000 ni shilingi 1,000. 100,000 ina 1,000 ngapi? 100. Aha. Sasa 100 ile moja ile 1,000 imezaa 100. Hawa mjanielewa. Anasema hivi, Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata kwa mwaka vipimo 100 kwa kimoja. Sasa nimekwambia umekuja na 100,000. Kipimo kimoja kwenye 100,000 ni 1,000. Sasa 1,000 ina vipimo 100. 100,000 ina 1,000 100. Sasa hii moja imezaa 100. Una ngapi wewe? Utabaki kama ulivyo? Utabaki mtu yule? Au ndio ile waliokudharau siku moja wataku? Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo unapokuja kupanda hapa usiseme ni sadaka kama ilivyo desturi, tumeagizwa kuleta sadaka ya mavuno. Hapana. Ni wewe unajitengenezea picha, unajiandaa kwamba mwakani mimi ni nani na nataka kuwa nani na nataka kuwaje. Usipokuja kutoa sadaka ya mavuno na sura ya kwamba nataka kuwa nani mwakani, utatoa kawaida sana. Utatoa tu hata ambavyo ni vijani, nasema bora mradi. Lakini kuombe katika jina la Yesu usitoe bora mradi. Toa ukiwa unajua unajitengenezea hatima ya mwakani katika jina la Yesu. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile 8:18 anasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili afanye imara agano lake alilowapia baba zako kama hivi leo. Kwa hiyo ninapotoa sadaka ya mavuno, vile anavyonizidisha, anavyoniongeza kama ambavyo alimuongeza Isaka hapa, kipimo kimoja ikazaa 100. Anachokitafuta kwako kama Mkristo, kama mtoto wake, ni ili kufanya imara agano lake. Wakati wanasema kwa Yesu haiwezekani, wewe unasema inawezekana. Wakati wanasema Yesu atajirishi, unawaambia kwetu utajiri upo na mpaka unabaki katika jina la Yesu. Haleluya. Unaenda na picha ukiwa unajua wengine wakiwa mwakani wanasema hali ngumu. Mimi najua kwenye shamba nililolipandia la Yesu Kristo mwenyewe, anyeshaye mvua wema na waovu, yeye asiyetutoa kuwa mawindo atamwagilizia shamba langu, na wakati wengine hawavuni mimi nitavuna. Maana ambaye Mungu anamkopesha lazima arudishe change. Anaga shida hilo. Ninamuelewa sana. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo jambo lingine la tatu ambalo nimelitaja kwako kwenye sadaka ya mavuno, ndiko kuna ustawi wako. Ndio maana tumesoma haya, kipimo kimoja kinazaa vipimo 100. Kwa ndani ya sadaka yako ya mavuno ndiko kuna ustawi wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndani ya sadaka ya mavuno ndiko naenda kufanya agano na Bwana, kwamba Baba tunafanya agano hapa. Ni kama vile mnaandikiana mkataba. Kwamba Baba hapa tusainiane. Unaona? Nimeleta hiki, mwakani tunakwendaje? Wakati wengine hawaoni njia, wewe utaiona. Haleluya. Kwa hiyo ili unataka kuwa mtu fulani mwakani, hebu tengeneza leo tunapokuja hapa. Na wenda umekuja tu ukiwa umeandaa sadaka ya kawaida sana. Kwa sababu tumeambiwa tutaendelea mwingi mpaka lini? Mpaka tarehe 16. Wewe njoo tu upanda. Njoo tu upande. Sijawahi kuona ambaye anapanda kwa Yesu anapata hasara. Sijawahi kuona. Watu wa Mungu, niwaambie kitu, na pia hiki nikiongea kwa wazazi huko tukienda kuomba Mungu, tukiwakaribisha hao wanaopenda kutoa sadaka zao. Katika kitu ambacho nilijifunza kwa wazazi, tujifunze kufanya watoto wetu waone. Mimi hata ningekuja huko nikawa mkubwa nikaona watu hawatuambii habari za kutoa, nilijifunza utoaji kwa mama yangu mzazi. Mama yangu alikuwa mtoaji mpaka tunajiuliza, hivi huyu mama ana matatizo? Yaani alikuwa sio tu kutoa, alikuwa anatoa na kujitoa. Yaani anajitoa kwa watu na anatoa. Kwa hiyo mimi nimejua kutoa kabla hata sijaelewa maana ya kutoa ni kitu gani. Amen. Mpaka hiyo ilitupa ushahidi siku mama yetu sisi amefariki. Kuna watu walikuwa mpaka wanataka kutuchapa vibao sisi watoto wake, wanasema nyinyi ndio mmesababisha huyu mtu kafa, angefufuka huyu sio wakufa huyu. Nyinyi mmeenda kumweka huko kwenye mafriji. Mngemwacha hapa, sisi tunaamini angeamka huyu akuwa wakufa. Anasema hivyo. Kwa nini anasema hivyo? Yaani mtu mwingine anafika hapa anaomboleza, unakaa unajiuliza, sijui huyu ni ndugu yetu upande upi. Ngoja tusubiri akitulia ajitambulishe. Akianza
kueleza, yani anapolia ndio unaelewa Mungu Baba. Mimi nitavalishwa na nani? Watoto wangu watasomaje? Mungu itakaaje? Akianza kueleza vile unaangalia hiyo sendo aliyoivua hapa, unasema Mungu, ile kiatu nimnunuliaga mama ile. Au ukimwangalia alivyopiga hizi ngoni za mama. Kilemba alichofunga kichwani kilikuwa ni cha mama. Unajua kwamba huyu analia yani anacholia analilia haki, kwa sababu tu kuanzia kichwani mpaka miguuni amemvaa mama. Kwetu Mungu alikuwa ametubariki na shamba kubwa kidogo. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanakuja kulima pale. Mtu anakuja amejifunga kanga, ameikunja hivi kati imechanika. Anakuja na mtoto kanguo kamechanika. Mama alichokuwa anakifanya, kwetu kulikuwa kukosi chupa ya uji, chupa ya chai na ndizi. Uje usiku utakuta ndizi ziko za moto. Wakifika anamwambia mwache mtoto hapa. Wewe nenda kalime kule. Anachokifanya anachukua maji anaogesha yule mtoto. Anampa uji. Nampiga nguo nzuri nyingine. Mtoto anapiga usingizi. Yule anaenda kulima, anaamka, anatoka muda wake unaisha, hajaitwa njoo nyonyeshe. Akifika pale anakuta mtoto aliyemwacha si anayemvuta ishakuwa nyu. Yaani wahivi atakushukuru vipi? Wahivi atakukumbuka vipi? Akija kwetu kututembelea anasema najua hapa mtaanza kuanza tumnunulie mama kitenge, sio anaambia nendeni Karume mnunulie nguo za watoto, mashati, sio nini. Anaenda na mafusho, sema kwa kweli watoto wake wamemfungashia. Hakuna tulichomfungashia, ni vitu vya kwenda kuwagawia wahitaji. Alitufundisha kutoa. Sasa sadaka ya pekee ambayo nataka nikwambie mzazi, ambayo nataka nikwambie, hivi unaniona hapa nilivyo, si ujanja wowote, ni sadaka ya yule mama. Mama kila mwezi anaenda kanisani. Mama yetu alikuwa Roman, wana misa zile. Anasema hii ibada kwa ajili ya watoto wangu wa mwezi huu. Kwa hiyo anatupeleka madhabahuni. Mama yetu alikufa Jumatatu. Kama leo ametuacha madhabahuni, anasema Jumapili je watoto wangu wasomewe misa kwa ajili ya mwezi wa 6. Yeye Jumatatu akafa. Kwa mzazi, hakikisha unawatoa watoto wako kwenye mikono ya Mungu. Dunia hii imejaa mambo mengi, watachungwa. Wakati mwingine najiuliza mbona marafiki walikuwa wananishawishi, hebu twende huko tusindikize. Nikitaka kwenda, nasikia kama mateso na mahangaiko, naambia tu nenda na huyu mshamba huyu, huyu mpaka wanakuita sister, wakati mwingine wanakuziaki. Lakini nikaja kujiuliza zile ziaka kumbe zilikuwa na maana yake. Sio mimi kwamba nilikuwa nashindwa kukimbizana nao. Hata nilivyoanza maisha, nyumba nilizoanzia kupanga, unakuta wale wadada wanaojiita hivyo wanavyojiita, sasa kama sina hela, mbona sishawishiki kwenda kufanya hivi? Mbona yaani najiuliza mimi mwenyewe, najiuliza nikiingia chumbani kwangu nikifunga mlango ni redio hapo mpaka kuna kucha. Kumbe kulikuwa na sadaka inanichunga. Ndio maana anasema Mtume Paulo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, anasema basi naweka kwenye mikono ya Mungu na kwenye neno la neema ambao naweza kuwachunga na kuwapa urithi pamoja na watakatifu. Kwa hiyo hauna namna ya kumchunga huyo mtoto, hauna namna ya kumfanya vyovyote, ila ukimweka kwenye mikono ya Mungu atachungwa katika jina la Yesu. Naomba tusimame. Nina kitabu cha uzao wangu urithi wangu, na pia nina cha ukombozi wa uzao. Mungu amenipa kuandika vitabu. Tuna maombi 100 ya kimkakati kwa ajili ya wanawake wenye ndoa. Wanawake wenye ndoa, maombi ya kimkakati. Na tuna kitabu cha ushuhuda wa kweli, ule ushuhuda ambao hiyo ajali ambayo Mungu alitutoa kwenye kuzimu akaturudisha. Kwa ukiona wakati mwingine tunarukaruka, tusingekuwa na neema ya kuweza kusimama. Madaktari mpo, hakuna namna ambavyo mimi ningeweza kuwa nasimama naweza kuzungumza, kwa sababu hiki kiliunganika na tumbo, nilikunjwa kama eni. Lakini leo hii Yesu mfinyanzi asiyelala asiyeshindwa amefinyanga tena. Niko hivi nilivyo. Kuanzia utosi mpaka jicho langu la kulia nimeshona nyuzi karibia 30 na kitu, lakini ninaona vizuri na sina shida yoyote. Kwa hiyo jicho hili lingetoka, lakini lipo. Kwa unafungwa huku, mkono ulivunjika ukawa kama upawa. Ndio huu umeshika maiki unamhubiri Yesu Kristo. Haleluya. Mfupa wangu wa kulia, mfupa mkubwa ulitoka kwenye kisigino ukaelekea kwenye vidole, lakini Yesu ameurudisha kwenye system huko hapa. Na leo tu nimeamua kuvaa chini, lakini naweza kudundika. Naweza kudundika kumwambia shetani haujawahi kushinda. Haujawahi kushinda. Haujawahi kushinda. Akajiinua kidogo, tumerudi, mkono ukaanza kuuma. Mimi natarajia kwenda kufunguliwa POP, nikasema sasa nimepona, ukaanza kuuma. Tunaenda hospitali, wanasema badala ya mfupa kuungana ukao umepandia. Wanachoma sindano za ganzi zikagoma kushika. Wanaume 3 wanawake 3 wanakuja kunivuta mfupa wautoe huko warudishe huko, nikiwa na watazama macho.
Kwani nikikwambia wakati mwingine hata ukiingia kwenye YouTube ukakuta naomba mpaka jasho limetoka, usije ukafikiri kwa ajili ya hilo neno nililolisikia kwa wakati huo. Nina hasira zangu nimejumlisha, zimeniongezea nguvu. Haleluya. Hatuachi kuzijua ila za shetani. Kama wewe ni mpenzi wa maombi ya usiku wa manane, kila siku saa 8 mpaka saa 9:30 tuko live YouTube. Ingia tu, tusukume, tumshindilie mpaka elewe. Watoto wetu hawaendi jana. Ndoa zetu hazivunjiki. Biashara zetu haziendi waya. Tutakalia viti ambavyo mbingu zimetukusudia kwa jina la Yesu. Hatutakufa kabla ya wakati kwa damu ya Yesu. Hatufi. Wala watoto wetu hawafi. Anasema hata giza likifunika kabila za watu, lakini wewe nuru itakuzukia. Lazima izuke kwa jina la Yesu. Hiyo nimegoma. Shetani gusa pengine ile kwamba pumzi hii ikabaki. Inua mkono wako mbele za Bwana. Inua tu mkono wako mbele za Bwana. Mshukuru tu Mungu kwa kukupa neema ya mwaka huu kupata nafasi hii ya kwenda kumtolea sadaka ya mavuno. Wangapi walikuwepo? Ni wangapi ulianza nao? Wangapi? Sisi kwetu tulizaliwa watoto 9. Mimi hapa sikubahatika hata kumuona baba yangu. Wakati mama akiwa na ujauzito wa kwangu wa miezi 5 wakavamiwa na majambazi wakamuua baba. Kwa hiyo nikazaliwa na mama peke yake. Tuko watoto 9. Katika watoto 9 mama hakuzika mtoto hata mmoja. Mwaka huu ndo tumempoteza mmoja wetu, mmoja wa kiume. Lakini nataka nikwambie, jiulize tu, umezaliwa na wangapi, umesoma na wangapi, ulianza kazi na wangapi, kwenye mtaa wenu mlikuwepo wangapi? Kwa nini wewe tu leo ukapata nafasi ya kuja mpaka kwenye madhabahu ya Mungu na Mungu anakuambia njoo uniletee sadaka ya mavuno, ambapo ndani yake ndiko kuna mbegu ya mwakani, ndiko kuna chakula chako, ndiko kuna ustawi wako, ndiko kunaonyesha upendo na shukrani mbele za Bwana, ndiko ambako unamwambia Baba ulinipa hivi kwa mwaka huu na mimi narudi kwako kukuonyesha kwamba ni wewe ulifanya. Acha nikwambie kitu, nikutafakarishe tu kwa dakika chache, ikupe moyo wa kumshukuru Mungu. Mimi sitaki tu ukemee, ila nataka tu umshukuru Mungu. Nataka nikuulize, ni lini uliwahi kutosheleka? Yaani ukasema nimetosheka, yaani leo nimetosheka. Kuna siku ulikuwa na njaa, ukataka kupata chakula. Ulipopata chakula ukagundua kwamba una kiu. Na ulipopata maji ya kunywa, ulipogundua kwamba una kiu ukatafuta maji. Ulipopata maji ukagundua kwamba nimekula mchana, je, jioni itakuwaje? Ulipopata hii chakula cha jioni ukajiuliza, hivi kesho naendaje kazini? Hivi kesho watoto wangu watakuwaje? Ni lini uliwahi kutosheka? Ni lini? Ni lini? Tafakari tu. Tafakari. Kuna siku ulikuwa unahitaji nguo. Ulipopata nguo ukagundua viatu hivi havifai kuvalia hiyo nguo mpya. Ukapata viatu. Ulipopata viatu ukagundua kwamba hii pochi inabidi nibadilike. Kumbe duniani hatujawahi kutosheka. Hakuna kitu chochote kinachotosha. Ndio maana huwa tunaimba unatosha wewe Mwokozi, unatosha. Yesu peke yake ndiye mtosherevu. Yeye ndiye aliyetutosheleza akatupa hii neema ya kufika siku ya leo. Wako wengi wamekufa mwaka huu. Wako wengi ndani ya miezi hii 10 ambao tumefika. Kwa nini mimi sijafa? Nasema kabla ujafa usifikiri tu upo kwa sababu ya wewe unataka kuwepo. Ni kwa sababu ya shauri la Bwana. Kwa sababu ya shauri la Bwana. Anasema nilipokuona ule mti, nimekuja mara ya kwanza, mara ya pili sijakuta matunda. Anasema ukateni. Yule mtunza shamba akasema uacheni huu mti, ni umwagilizie, ni uwekeni na mbolea. Wakati utakapokuja usipokuta mavuno ndio tuukate. Yesu anatuombea kwa Baba kila siku, anasema waache tu, muache na huyu muache. Yamkini kesho atabadilika. Yamkini kesho ataacha uzinzi, ataacha huo ulevi. Yamkini kesho atabadilika, atajua kwa nini umemweka hapo. Yamkini atabadilika. Kila siku anatuombea. Rapokose katayanda. Resa kariando robo sikiri makatenda. Sema Baba katika jina la Yesu. Achia moyo wako mbele za Bwana. Vua uzuri wako. Vua cheo chako. Vua thamani ulionayo. Vua tu. Huku nje sisi tunaweza tukawa tunakupa cheo. Hapa kwa Bwana toa tu hivyo vitu vyote, viweke pembeni, jikumbuke kwamba wewe utoshi. Haufai kwa chochote, hujawahi kutoshea. Unaweza ukawa na mabodyguard wanakulinda, unaweza ukawa na magorofa na majumba ukadharau wengine kwamba wako kwenye nyumba za kupanga. Haifai kitu. Haifai kitu. Haifai kitu. Weka pembeni hivyo vitu vyote. Kabisa moyo wako kwa Bwana. Rapokosekeli makata. Sema Mungu li hai. Katika jina la Yesu. Nakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba. Naomba rehema mbele zako Kristo. Naomba unisamehe. Naomba unihurumie
nilijiona kwamba mimi natosha. Kuna mahali nilifikiri jinsi nilivyo ni juhudi zangu, kumbe hakika mimi sifai chochote. Pasipo wewe Bwana mimi si lolote. Na maana umesema pasipo wewe haiwezekani kumpendeza Bwana. Nami nakuja kwako leo sawa sawa na neno lako imeandikwa, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zije nyakati mpya za kuburudishwa kwenu kwako Bwana. Baba, katika damu ya Yesu ninarudi kwako Bwana, maana imeandikwa tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Lakini tukizungama dhambi zetu Baba, wewe ni mwaminifu na ni wa haki. Narudi kwako Bwana. Umesema Bwana wa amani mwenyewe awatakase ninyi kabisa nafsi zenu, miili yenu, roho zenu, ili muhifadhiwe muwe kamili mpaka kuja kwake Kristo. Baba, damu yako ipite, itakase nafsi yangu, takase moyo wangu, takase mwili wangu, nifinyange kwa upya, nifanye kufaa mbele zako kama chombo chako kilichotengwa kwa ajili ya kazi yako iliyo njema. Katika jina la Yesu ninamkataa shetani na kazi zake zote na matendo yake yote, najitoa niwe wako, nikutumikie Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, karibu na nguvu zako, karibu ndani yangu, nitie nguvu, niwezeshe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa nafasi uliyonipa kwa mwaka huu kuja mbele zako kukutolea hii sadaka ya mavuno, ikiwa imebeba moyo wa shukrani na moyo wa upendo katika jina la Yesu. Na ndani ya sadaka hii ndiko kuna mbegu yangu ya mwakani Bwana, na ndani ya sadaka hii ndiko kuna chakula changu cha mwakani Yesu, na ndani ya sadaka hii ndiko kuna ustawi wangu kwa ajili ya mwakani katika jina la Yesu. Baba, pokea sadaka yangu na ukaitakabali, ukaachilie maarifa na hekima yako ili nipate kufanikiwa, maana ni wewe Bwana unifundishaye ili nipate faida na unipe nguvu za kupata utajiri ili ufanye agano juu ya maisha yangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante kwa ajili ya ahadi yako ya kwamba tukikufuata wewe tunapata mara 100 duniani na mbinguni uzima wa milele. Baba, ninakataa kupata vya dunia peke yake. Nipe neema Bwana ya kurithi ufalme katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Shangilie tu yeye anayestahili sifa. Haleluya, haleluya. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Labda niseme kwenye ile ajali, kama ungekuwa umeona lile gari, kwa kweli sio rahisi watu watoke salama. Na amesahau tu, historia ni ndefu. Walimpoteza mmoja, mzee wa kanisa, kamati ya misioni na uinjilisti. Lakini mchungaji mpaka leo kidogo anatembea. Ilikuwa ni mbaya sana sana. Lakini Mungu amewasaidia, wametoka salama. Nakumbuka ulipokujaga Tandika,
alikuwa bado ana mdogo, lakini sasa hivi naona amenyooka. Huwezi kujua kabisa kama aliweza kupata ajali. Tunakushukuru sana mtumishi. Mungu akubariki. Asante sana kwa ajili ya somo zuri tumelielewa. Ni wakati sasa wa kutoa sadaka ya fungu la 10. Baada ya hiyo sadaka tutajiandaa kwa ajili ya zile sadaka zetu za mavuno. Bwana asifiwe. Kama wapo wakawa wanatoa sadaka mwendelezo na fungu la 10, wataungana na shukrani ya neno. Tutakuja kutolea hapa madhabahuni. Baada ya hiyo sadaka ya fungu la 10, kwaya ya vijana mtaimba wimbo maalum ule wa mavuno. Wakati vile vikundi, jumuiya zile itakuwa nasoma moja moja, ile nyingine inayofuata itakuwa ikijiandaa. Kwa hiyo kwa kutoa hii sadaka ya fungu la 10 pamoja na shukrani ya neno, baada ya hii sadaka vijana mtatupatia ule wimbo. Fungu la pili 440. Mimi nitoe nini? 440 fungu la pili. Basi wale wanaotoa sadaka fungu la 10 tutakuja hapa mbele. Mimi nitoe nini? Jamani, washirika wote kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Tuombe. Mungu aliye hai, Baba, katika jina la Yesu, tuko mbele zako watoto wako. Tazama, tumesimama kwenye madhabahu hii takatifu. Watoto hao wamekuja na sadaka ya fungu la 10. Mungu mtakatifu, umesema tusiache kutoa sadaka ya fungu la 10 kwa sababu katika sadaka hiyo tunajifunza kukucha wewe. Watoto hao wa kike na wa kiume wamejifunza uchaji katika wewe, wakiamini kabisa ni wewe uliyewabariki na uliyewaongeza na ndiye uliyewazidisha na ukajilia faida wakapata mpaka cha kukutolea. Na wewe Mungu, katika ile ahadi yako umesema utamkemea yule alaye, na umesema nijaribuni muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Na kuomba Baba, katika jina la Yesu ukalitimize ahadi yako na neno lako likawe hai katika maisha yao, likatoke kuwa neno katika Biblia bali likafanyike kuwa mwili katika maisha yao, kwa sababu wametii. Maana umesema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Baba, wape kuyala hayo mema na wakaone faida katika kazi za mikono yao, mashamba yao, familia zao, afya zao. Walinde, watunze na ukaachilie neema kwao. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Basi tupokee baraka za Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi karibuni watoa hapa madhabahuni. Na shukrani ya neno, sisi wengine huko tunaweza kuja tutatolea hapa madhabahuni. Vijana mjiandae kwa ajili ya wimbo. Fungu moja namba 428. Amani moyoni mwangu. 428 fungu moja. Tangu siku hiyo aliponijia akae moyoni mwangu, sitacheza tena. Tuombe matoleo. Mungu mwenye neema na rehema, umemtoa mwanao pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate kuhesabiwa haki na kuwa washiriki wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba apokee matoleo haya tukuletea sasa, na mili na roho zetu viwe dhabihu iliyo hai ya kukupendeza na takatifu machoni pako. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea, nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza
mimi ni mtumishi wako. Umevifungua vifungo vyangu. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Endelee kuomba. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoze kanisa lako takatifu ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote. Imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, ipe neema, ituongoze katika mema yote, nchi iwe na amani, nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Tunaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na taabu. Tujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Tujalie hayo Baba kwa ajili yake Yesu Kristo, mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Baba yetu Bwana akae nani. Tumhimidi Bwana. Pokeeni baraka za Bwana ninyi wote mnayemtegemea Mungu na kumtumikia. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ee Bwana, usikie kuomba kwetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tumefikia mwisho wa ibada na Mungu awabariki sana. Tunawashukuru sana na waombeeni kwa utumishi wenu. Hakuna kilichobakia. Tutakuwa na muendelezo kama tulivyotangazia hapo Jumapili ya tarehe 16. Lakini Jumapili ijayo tutakuwa na misa ya Bwana. Hivyo naomba tujiandae kwa ajili ya tendo hilo. Lakini pia katikati ya wiki tutakuwa na ibada ya Evening Glory Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Tunawakaribisha sana. Mungu awabariki. Niombe viongozi wa jumuiya tuache hizo darasa kwa wazee wa kanisa ili kusudi waziweke vizuri. Bwana asifiwe. Basi tutatoka na wimbo namba 320. Yesu nakupenda kwa yangu, namba 320.